Mvutano wa kisheria umeendelea katika chama cha ODM kufuatia kesi iliyowasilishwa na Edwin Sifuna mahakamani. ODM kupitia mwanachama wa baraza lake kuu Halima Daro nataka mahakama kutupilia mbali ombi la Sifuna kuhusu kubatili uamuzi wa kumtimua kama katibu mkuu wa chama hicho. Badala yake, wanasema suala hilo linahitaji kwanza kushughulikiwa na jopo la kutatua mizozo ya vyama. Stephen Leto anatuarifu zaidi. Wiki iliyopita mahakama ilitoa maagizo ya kuzuia kuondolewa kwa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kuwa katibu mkuu wa chama cha ODM. Siku chache kabla ya kusikilizwa kwa kesi hiyo, Halima Daro ambaye ni mwanachama wa baraza kuu la chama cha ODM aliwasilisha hati kiapo kuitaka mahakama itupilie mbali ombi la Sifuna kusalia kama katibu mkuu. Kulingana na kiapo chake, kwa mujibu wa kifungu cha 42 cha sheria ya vyama vya siasa, malalamiko haya yanapasa yasuluhishwa katika kamati ya kutatua migogoro ndani ya chama. ODM inadai kuwa baraza kuu la chama lilifuata mchakato wa ndani kikatiba na inakiri kuwa katibu mkuu alielekea mahakamani kabla ya kufika mbele ya kamati ya kutatua migogoro ndani ya chama. ODM sasa inasema Sifuna alielekea mahakamani kinyume na taratibu iliyowekwa ndani ya katiba ya chama cha ODM. Sifuna alielekea kwenye mahakama ya kutatua migogoro ya vyama vya kisiasa kupinga hatua ya ODM kumng'atua ofisini kama katibu mkuu wa chama cha chungwa. Sifuna anasema kuwa kabla ya kuondolewa kwake, chama cha ODM hakikumpa nafasi ya kujitetea kutokana na maswala yaliyowasilishwa kwa baraza kuu la chama hicho. Hata hivyo, ODM inasema kuwa imefanya mikutano kadha wa kadha na kuzungumzia swala la nidhamu ndani ya chama, huku katibu mkuu akiweka masikio yake pamba na kuendelea kukaidi matakwa ya chama. Sasa chama cha ODM kinataka mahakama irejeshe kesi hiyo katika chama hicho ambacho kimepanga kuwa na mkutano mkuu wa wajumbe wa chama mwezi ujao kuidhinisha au kukataa uamuzi huo. Stephen Leto, runinga ya Citizen.